Athari za mabadiliko ya tabia nchi katika sekta ya afya Tanzania. Mtazamo wa COP30 ni upi? Karibu sana. Hii ni Matukio Online TV na mimi naitwa Mohamed Ngangambe. Mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa tishio kubwa kwa afya ya binadamu duniani kote. Nchini Tanzania hali hii imeanza kuleta athari zinazoonekana moja kwa moja katika ustawi wa wananchi, huku mifumo ya afya ikikabiliwa na changamoto mpya kila mwaka. Kwa mujibu wa wataalamu wa mazingira na afya, kuongezeka kwa joto, mabadiliko ya misimu ya mvua, mafuriko ya mara kwa mara na ukame vimekuwa vikichangia kuenea kwa magonjwa kama vile malaria, kipindupindu na homa ya dengue na maradhi yanayoambatana na ukosefu wa maji safi. Athari za mabadiliko ya tabia nchi ziko nyingi sana, na miongoni mwao zimekuwa zikiwaharibia wananchi masuala mbalimbali, lakini pia afya zao zimekuwa hatarini zaidi. Sana mahindi, maharage, mchele, bei imekuwa juu sana. Kiukweli wananchi tunapata tabu sana kutokana na kufanya hata maendeleo mengine. Sisi tuna wanafunzi wanaenda shule, wanafunzi wanataka hela za shule kama ni ada. Mwanafunzi anatakiwa apate chakula cha kutosha ndio aende shuleni. Bila chakula mtoto atakuwa haelewi kule shuleni, kwa sababu atakuwa anafikiria mambo ya maisha ya kula nyumbani. Hapo tunatakiwa tupunguziwe kidogo bei katika vyakula, na ndio kidogo tutakuwa tunapata unafuu. Kuenea kwa magonjwa kuambukiza, ukame na mafuriko, utapiamlo na lishe duni, uhusiano na COP30 upoje? Yaani haya ambayo tunazungumzia ya athari za mabadiliko na jinsi ambavyo mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Katika mkutano wa 30 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia ya nchi COP30 ambao unafanyika Berlin, Brazil mwaka huu 2025, Tanzania ipo kutumia jukwaa hilo kushinikiza upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kuimarisha mifumo ya afya ili iweze kukabiliana na athari hizo. Maeneo ya kipaumbele ni pamoja na kuimarisha huduma za afya vijijini na mijini kwa kutumia teknolojia rafiki kwa mazingira, kujenga uwezo wa wataalamu wa afya kushughulikia majanga ya kimazingira, kupata msaada wa kifedha kupitia mfuko wa mabadiliko ya tabia nchi, yani Green Climate Fund, kuwekeza kwenye utafiti kuhusu uhusiano wa tabia nchi na afya nchini. Lakini tukijaribu kuangalia athari zake na jinsi ambavyo dunia na nchi inapambana katika majukwaa muhimu kama haya. Huyu ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na mtafiti ambaye anakwenda kwa jina moja la Dr. Edmund Mabuye. Katika mabadiliko ya tabia nchi tunaangalia zaidi ni masuala yanayoweza kubadilika hasa katika mwenendo wa hali ya hewa. Zaidi huwa ni mwenendo, tunaangalia mwenendo wa mvua na mwenendo wa joto. Study nyingi zilizopita zinaonyesha kwamba maeneo mengi kiashiria kikuu au vikuu ambavyo vinahusiana na mabadiliko ya tabia nchi ni kuendelea kupungua kwa mvua na kutotabirika kwa mwenendo wa mvua, lakini pia kuongezeka kwa joto. Sasa kupungua au kutotabirika kwa hali ya mwenendo wa mvua pamoja na mwenendo na kuongezeka kwa joto kunakuwa na athari kubwa katika afya ya binadamu. Na tukianza na swala la kuongezeka kwa joto. Kuongezeka kwa joto maeneo mengi hasa Tanzania ambayo unakuta au nchi za kitropiki ambazo zinakuwa na magonjwa ya malaria, kunaongeza kasi ya ongezeko la ugonjwa wa malaria. Sasa kwa nini kuongezeka kwa joto na ugonjwa wa malaria? Kwa sababu mara nyingi sehemu zenye joto ndizo ambazo unakuta ugonjwa wa malaria unakuwa umeshamiri. Sasa katika Tanzania pia kuna maeneo ambayo mengi yalikuwa hayashambuliwi na ugonjwa wa malaria, ambayo kutokana na kuongezeka kwa hali ya joto ugonjwa wa malaria umeshamiri. Na kushamiri huko kunakuwa na athari pia mbalimbali, kwa sababu pamoja na kwamba tunapoteza nguvu kazi, lakini pia tunaongeza gharama za kiuchumi na gharama za kuishi. Athari za mabadiliko hayo ya tabia nchi si swala la kesho, ni hali halisi inayoathiri maisha ya kila Mtanzania. Ushiriki wa Tanzania katika COP30 ni nafasi muhimu sana ya kulinda afya ya wananchi.
kwa kutafuta suluhisho la pamoja na jumuiya ya kimataifa. Serikali, sekta binafsi na wananchi kwa ujumla wanapaswa kushiriki kikamilifu ili kuhakikisha afya inalindwa katika mazingira yanayobadilika kwa kasi sana. Haya yote yakiwa bado yapo katika maswali, COP30 2025 imetafuta namna ya ufumbuzi, na katika kulikamilisha hili yapo yaliyofanyika kwa ajili ya kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Serikali ya Tanzania wapi wanapambania swala hili? Zimetengwa dola milioni 250 ambazo nchi zinaweza kutumia kwa mwaka ujao, lakini bado tunashinikiza nchi ziweke fedha nyingi hadi zifika angalau bilioni 1 ya kuanza kutumika. Tunao mifuko ambayo inafanya kazi tayari. Nimeomba watu wetu wa NEMKIS waoni hapa, wafuatilie kwa karibu mfuko wetu wa adaptation ambao tayari walikuwa na changamoto ya reaccreditation. Nimeongea na wahusika, wako tayari kufungua njia ili tuende na hilo. Zamayoni Mohamed yeye anasema kila mtu ana nafasi ya kupambana dhidi ya mabadiliko hayo. Kwamba mabadiliko haya ambayo tunayo, kila mmoja wetu analo jukumu la kufanya pale ambapo alipo. Kwa hivyo kila mmoja kwa nafasi yake ajitahidi asiwe chanzo cha uharibifu wa mazingira, lakini kila mmoja kwa nafasi yake ajitahidi awe sababu ya kuendelea kuyatunza na kuyahifadhi. Lakini hatua zipi zinaweza kufuata katika kupambana kiujumla na mabadiliko ya tabia nchi? Elimu kwa wananchi na umuhimu wa COP30 kwa Tanzania. Mabadiliko ya tabia nchi si jambo la mbali tena, ni hali halisi inayotokea sasa. Kupanda kwa joto, ukame, mafuriko na mvua zisizotabirika vinaathiri kilimo, afya, maji na hata makazi yetu. Watanzania wengi hasa walioko vijijini ndio waathirika wakuu, kwa sababu wanategemea sana mazingira kwa maisha yao ya kila siku. Ni muhimu wananchi waelewe kwa mabadiliko haya yanahitaji majibu ya pamoja, kitaifa na kimataifa. Hapa ndipo mkutano wa COP30 unakuwa na nafasi yake pekee. COP30 ni mkutano wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ambao uko Brazil. Tanzania kama mwanachama mkataba wa UNFCCC inashiriki kutoa sauti yake kuhusu changamoto na mahitaji yake, hususan kupata msaada wa kifedha, kuongezeka uwezo wa ndani wa utafiti, kuhamasisha sera za kitaifa. Endelea kuwa nasi ili kufahamu kipi ambacho kimeendelea katika COP30, yani kipindi ambapo mijadala, mikutano na hoja mbalimbali zilivyotengenezwa na hatua zipi zimeweza kuchukuliwa. Asante na kwaheri.